Karibuni sana. Basi leo ni siku nyingine ambapo tutaenda kujifunza vyema kuhusiana na namna Cryptex au mfumo wa Cryptex unavyoweza kubadilisha maisha ya mamilioni ya watu na jinsi mfumo huu umekuwa ukifanya hivyo kwa miaka mingi. Kwa hiyo ndugu mabibi na mabwana, karibuni sana na ninawashukuru sana kwa kuwepo hapa, kwa sababu najua mmeacha mengi ili muweze kutumia muda wenu kwa ajili ya kujifunza. Wanasema katika dunia ya leo hakuna jambo bora kama kupata habari, na habari hizo ndizo zinazoweza kukubadilisha. Kwa hiyo tutaenda kujifunza nini leo? Tutaenda kujifunza jinsi mfumo au system inayoitwa Cryptex inavyofanya kazi na jinsi inavyoweza kukuandalia future yako. Inaweza kukuandalia future yako na wewe binafsi unaweza kushiriki namna gani, lakini zaidi yako wewe unawezaje pia kuwasaidia wengine waweze kushiriki katika mfumo huu ambao umefanya kazi kwa muda mrefu, na tunatumaini utaenda kutunufaisha na sisi pia. Kwa hiyo karibuni sana ndugu mabibi na mabwana. Basi presentation yetu ya leo itatusaidia kuifahamu vizuri Cryptex, na tunaita ni suluhisho la kiuchumi kwa dola 100. Hebu wazia, iwapo una dola 100 leo, inawezekanaje zikawa ni suluhisho lako la kiuchumi? Tunapozungumzia suluhisho la kiuchumi, tunazungumzia kutatua matatizo makubwa ya kiuchumi na hata kukuleta katika uhuru wa kipato. Kwa kweli dola 100 hazitoshi, kwa sababu dola 100 hazizidi shilingi 300,000 leo, lakini kupitia Cryptex, mfumo ambao umebuniwa kwa ustadi mkubwa sana, hilo linawezekana na tutaenda kuona linawezekanaje. Basi karibuni na twende sambamba. Tutaanza kwa kuona jinsi project hii ilivyoanza. Ilianzishwaje system hii ambayo sisi leo tunaitumia na tunaifaidi sana. System hii ilianza mwaka 2016 baada ya watu wenye ujuzi wa aina tofauti tofauti kukutana wakati wa likizo. Wale waliokutana na kuamua kuunda wazo la Cryptex, mmojawapo alikuwa ni mtaalamu wa masoko, mwingine alikuwa ni manager wa bank, mwingine alikuwa ni mtaalamu wa blockchain, na mwingine alikuwa anatoka katika sekta ya bima, nazungumzia insurance. Kwa hiyo walitengeneza mfumo huu kwa makubaliano maalumu. Kwanza kabisa, mfumo huu ungewezesha kupata fedha katika benki, na fedha hizo zingekuwa ndio msingi au ndio mtaji kwa wateja wote ambao wangetumia Cryptex. Kwa hiyo jambo la kwanza walilokubaliana, walijua kwamba mradi huu utakuwa ni mkubwa sana na utapata umaarufu kote duniani. Sasa ili uweze kudumu, ni lazima utumie mbinu ambayo Bitcoin ilitumia. Mwanzilishi wa Bitcoin ambaye anajulikana kama ndiye Satoshi Nakamoto alificha utambulisho wake, na hivyo kumwezesha kutengeneza mradi ambao haukuweza kushambuliwa na maadui kwa miaka mingi, na mpaka leo Bitcoin imevuka zaidi ya dola 100,000 kwa sababu ya sifa yake hiyo ya kuwa fiche. Kwa hiyo walikubaliana pia Cryptex itakuwa ni program fiche, kwa maana ya kwamba waanzilishi na washiriki wote watakuwa wasiojulikana, yani watakuwa anonymous. Kwa hiyo wewe pia unapokuwa mshiriki katika Cryptex hutaulizwa taarifa zako za kibinafsi. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo unapaswa kulijua katika kipengele hicho hicho ni kwamba Cryptex sio kampuni. Kwa hiyo hakuna makao makuu wala mkurugenzi mtendaji, hakuna CEO. Cryptex ni nini basi? Ni system, ni mfumo tu ambao umetengenezwa na unajiendesha wenyewe kwa kutumia teknolojia ya blockchain. Makubaliano ya pili waliokubaliana ni kwamba sisi washiriki au tunaitwa wamiliki wa pochi au wallet holders hatutaweza kuchukua ule mtaji ambao utatolewa na benki, kwa sababu katika Cryptex hakuna anayeingia na mtaji wake. Kwa hiyo mitaji ile pamoja na faida zote zinazozalishwa zitasalia katika akaunti yako ya Cryptex mpaka siku ambapo mkataba wako utakapokuwa umekamilika. Itategemea wewe umechagua mkataba wa muda gani. Lakini pia walikubaliana baada ya muda kumalizika, mtaji ambao umetolewa na benki utarejeshwa katika benki husika, na mapato yaliyobaki basi itakamilishwa, mkataba utakamilishwa kwa malipo yale
kukabidhiwa kwako wewe kama mmiliki wa wallet. Kwa hiyo hapa wewe utaenda kufaidika na faida inayotengenezwa na ule mtaji ambao umetolewa. Hayo ni makubaliano ya pili. Na makubaliano ya tatu, walikubaliana kwamba malipo ya bima ya kila mwezi pamoja na faida ya benki ya kila mwaka vitalipwa kutokana na zile faida zinazotengenezwa katika staking. Kwa hiyo hutadaiwa malipo yoyote ya ziada iwapo wewe utajoin katika mradi huu wa Cryptex. Kwa hiyo tunasema Cryptex ni risk free project na kila mmoja yuko tayari au kila mmoja anaweza kushiriki akiwa na uhuru kabisa. Na uzuri ni kwamba mfumo huu umefanikiwa kwa sababu umekuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hapo nimekueleza jinsi wazo la Cryptex lilivyoanza na makubaliano maalumu ambayo washiriki wote walikubaliana au waanzilishi wote walikubaliana, na huo ndio msingi wa kuifanya project hii kuwa ni project mojawapo bora sana ambayo imedumu kwa muda mrefu, na tunatarajia ni project ambayo tutaiona katika miaka mingi ijayo mbeleni ikiwa imenufaisha watu maelfu kwa maelfu. Sasa baada ya kuelewa namna Cryptex ilivyoanza, ningependa nikueleze jinsi ambavyo wewe unaweza kushiriki na kufaidika. Kama mlivyosikia nikieleza pale mwanzo, nilieleza kwamba katika Cryptex utapewa mtaji wa dola 30,240 au mtaji wa dola 43,200 na wewe utagharamika dola 100 ambazo hizi sio mtaji bali ni ada ya kuombea mkopo. Tunasema hiyo ni application fee au ni processing fee. Dola 100 sio mtaji wako. Tukitambua hivyo basi itatuia rahisi kuona jinsi mradi huu ulivyo ni risk free, kwa sababu pesa yoyote utakayoitoa itakuwa ni kwa ajili ya kuapply mkataba wako. Kwa hiyo tunaseme nini basi? Kwa ujumla tunasema kwamba hii ni community project. Ni mradi ambao sifa yake kubwa unajiongoza kwa ufiche, ambapo hakuna mkurugenzi wala hakuna kampuni. Na tunasema Cryptex inatumia DeFi staking kama njia yake ya kuingizia fedha. DeFi staking ni nini? Endelea kunisikiliza, nitafafanulia vyema kabisa. Cryptex inadumisha ushirikiano kati ya pande kuu ambazo ni benki, mashirika ya bima pamoja na sisi kama wallet holders. Kwa hiyo pande hizo tatu zinafanya kazi bega kwa bega kuhakikisha kwamba kila mmoja au kila upande unapata fedha. Kwa hiyo tunasema Cryptex ni win-win-win. Cryptex imetengeneza mazingira ya kuficha majina kwa wahusika wake wote, ni anonymous project hii, na imefanya kazi toka mwaka 2016. Uthibitisho upo mwingi sana, kila mmoja anaweza kujithibitishia kujua umri wa Cryptex na anaweza kutafuta habari hizi popote pale katika mtandao. Na sasa hii ni moja ya project ambayo ina washiriki wengi sana duniani, maelfu kwa maelfu ya watu wanajoin baada ya kugundua kwamba hii ni bonge ya dili. Watu wengi kipindi cha nyuma walipoisikia Cryptex walipuuza na wakaona ni habari za kishenzi, kwa sababu hawakupata mtu wa kuwaeleza vyema namna inavyofanya kazi. Lakini kama mnavyojua, watu wengi wanapenda kuona sana shuhuda ndipo waweze kujaribu badala ya kujifunza na kujua misingi ya kitu ambacho wameelezwa. Kwa hiyo wengi waliacha, lakini sasa wameona wale waliothubutu wameendelea kuwa mabilionea, nao wamerudi, wamejoin. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tuna project moja nzuri sana na hatutafanya kosa ambalo wenzetu walilifanya huko nyuma. Sisi tumeamua kuielewa na kuianza moja kwa moja, na tumeamua kuchukua jukumu la kuwajulisha pia ndugu, jamaa na marafiki ili nao waweze kushiriki katika utajiri huu katika teknolojia ya blockchain, utajiri ambao hauna gharama. Hapa tunachowekeza ni muda tu, kama mtakavyoenda kuona katika slide zinazofuata. Sasa tuende tuangalie ile misingi, tukianza na mikataba ya DeFi. Tutaelewa vizuri maana ya DeFi. Tutaenda kuelewa nini maana ya washiriki wamiliki wa akaunti. Tutaelewa kazi ya kampuni ya bima pamoja na benki. Basi twende mmoja baada ya kingine. Tuanze na DeFi staking. Watu wengi wanajua kuhusiana na DeFi staking, hasa wale ambao wamejihusisha na teknolojia ya blockchain. Wameweza kuona namna ambavyo watu hutengeneza pesa katika DeFi. Lakini kwanza tujue nini maana ya DeFi. DeFi, neno DeFi maana yake ni decentralized finance.
decentralized finance. Yani ni mifumo, kwa Kiswahili rahisi tunasema ni mifumo ya kifedha ambayo hii imegatuliwa, kwa maana ya kwamba mtumiaji ndiye mwenye mamlaka ya juu, tofauti na mifumo ya kifedha ya kawaida kama zilivyo benki, ambapo zina mamlaka inayosimamia na wewe kama mtumiaji ni lazima uhudumiwe. Nadhani mnaelewa vizuri hapa. Sasa huduma zinazopatikana katika DeFi zote zimewekwa katika teknolojia ya blockchain. Kwa hiyo tunasema kwamba DeFi imewezeshwa kutokana na teknolojia ya blockchain. Ni vizuri sana unapokuwa katika project kama hizi ukawa unajifunza ukaelewa nini maana ya DeFi na vitu kama hivyo. Sasa DeFi staking ni nini? Staking ni njia ya kuweka fedha zako katika taasisi ya kifedha kwa muda maalumu ili wakupe gawio la faida. Kwa mfano, katika benki za kawaida tunafanya fixed account, lakini tunaweza pia kufanya staking kwa kununua bondi kama zile tunazonunua za benki kuu. Hizo ni njia mbalimbali za kufanya staking. Katika decentralized finance, basi wewe utaweka cryptocurrency kwenye smart contract au kwenye project ambayo iko kwenye blockchain. Na hapo utaweka kwa muda maalumu, utachagua mwaka mmoja, miwili na kadhalika. Fedha zile zinapokuwa kule au zile coin zako zitakuwa zinaongezeka kwa sababu unapata gawio la faida kila siku. Hiyo ndio tunaita ni DeFi staking katika cryptocurrency. Watu wengi wanaifanya hii kwa kutumia exchange na kwa kutumia programu zingine, na hapa unahitajika kuweka mtaji, unahitajika kuwa na mtaji mzuri ili uweze kupata faida nzuri, kwa sababu DeFi staking kama ilivyo staking za mabenki pia zinahitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo zile fedha zinafanya nini kwenye mfumo wa blockchain? Kwanza kabisa zinasaidia kuongeza security, usalama wa blockchain husika, lakini pia zinawezesha shughuli zote ziweze kufanyika ukiwa na uhuru, shughuli zote zinazofanyika kwenye blockchain. Kwa hiyo blockchain kazi zinazofanyika kule ni shughuli za kifedha, miamala. Miamala inarekodiwa. Kwa hiyo miamala, kuna miamala ya kununua, ya kutunza, ya kufanya nini. Miamala yote ile inapofanyika, basi yule mtumiaji hulipa ada. Kunakuwa na transaction fee ambazo zile hulipwa kwa wale walioweka fedha kule kama liquidity. Kwa hiyo hizo ndio pesa ambazo ndio mapato ambayo watu waliostake hupata. Na tofauti kubwa iliyopo kati ya DeFi staking na kustake katika benki za kawaida ni kwamba katika DeFi staking faida ni kila siku utapata faida. Kwa mfano hapa katika Cryptex, wastani wa faida ambayo unaweza kupata kwa siku ni 0.1 mpaka 0.3. Na jambo zuri zaidi ambalo linafanyika hapa katika faida inayopatikana, inafanyiwa compounding. Nitaeleza vizuri compounding ni nini kama wewe ni mgeni au kama neno hilo ni geni kwako. Wacha tutazame sasa msingi mwingine baada ya kuelewa vizuri maana ya DeFi staking. Kwa hiyo DeFi staking ndio njia ambayo Cryptex hutumia kutengeneza fedha. Hapa kuna bidhaa ambayo tunaita ni DeFi hybrid contract. Sasa hii DeFi hybrid contract ni makubaliano ya kimkataba kati ya zile pande zote zinazohusika. Yani kunakuwa na smart contract pale katikati, kuna kampuni ya bima pale pembeni, na kuna benki iko pale. Kwa hiyo huu mkataba unaoitwa DeFi hybrid unahusisha benki kutoa mtaji. Kwa hiyo kumbe mteja hatoi mtaji, bali benki inakupa wewe mtaji. Mtaji huu hautapewa mkononi, utawekwa kwenye smart contract kwa muda maalum, na wewe kama mteja utachagua kwamba mtaji huo ukae kwenye smart contract kwa miaka 3 au 5 au miaka 7. Na unaweza kuwa na mikataba zaidi ya 50. Unaweza kuwa na mikataba hadi 80 katika akaunti moja tu. Lakini kila mkataba ambao utaomba utalipia $100. Kila mkataba utalipia $100. Haijalishi ni wa miaka 3, 5 au miaka 7. Kwa hiyo hii ndio bidhaa yenyewe iliyopo katika Cryptex. Kwa nini tunaita hii ni hybrid contract? Hili ni swali ambalo pia watu wanauliza. Kama unavyojua, neno hybrid linahusisha vitu viwili ambavyo vimeunganishwa pamoja. Kwa hiyo pia hii mikataba ambayo Cryptex inatengeneza au smart contract ambayo Cryptex inaitumia kwa ajili ya shughuli hizi ni hybrid, kwa maana ya kwamba
inatumia sehemu moja smart contract iliyoko kwenye blockchain. Huu ni msimbo unaojiendesha katika blockchain au ni program maalumu ambayo inajiendesha moja kwa moja kwa kutumia blockchain, lakini pia inahusisha programu zingine ambazo ziko nje ya blockchain, lakini zinapofanya kazi zinalandana na ule mfumo unaofanya kwenye blockchain. Hizi decentralized oracle networks tunasema ni huduma ambazo zinasaidia mapungufu ambayo yangelikuwepo hapa. Kwa hiyo hizi ambazo ni decentralized zinafanya kazi sambamba pamoja na smart contract. Kwa hiyo tunapata ni hybrid contract. Kwa hiyo tuseme nini? Tunasema kwamba hii smart contract ya Cryptex ni smart contract ambayo ni kamili au ni smart contract ambayo haina mapungufu. Inafanya kazi kwa ustadi kwa sababu ina usaidizi unaoweza kusaidia errors au mapungufu ambayo yangeletwa na pure smart contract. Kwa wale wa blockchain hapa nafikiri mnanipata vizuri. Twende tuangalie huyu wallet holder. Huyu ni mshiriki au ndio mteja. Sisi ndio tunaitwa wallet holders, kwa sababu ukijiunga na Cryptex utakuwa na wallet yako ambayo ndio itawekewa ule mtaji. Unapaswa kuwa na $100 tu ili uweze kuwa mshiriki, na ukishalipa zile $100 utakuwa na uhuru wa kuchagua kati ya mkataba wa miaka 3, 5 au miaka 7. Na ukichagua miaka 3 basi utawekewa mtaji wa $30,240. Lakini iwapo utachagua mkataba wa miaka 5 au 7, mtaji wako utakuwa mkubwa kidogo. Utapewa $43,200 kwa mkataba wa miaka 5 au miaka 7. Kwa hiyo kiasi hiki cha mkopo au kiasi hiki cha mtaji kitawekwa katika wallet yako na kitaanza kuzalisha faida baada ya masaa 24, na faida inayopatikana itafanyiwa compounding kama nitakavyoonyesha katika slide zinazofuata. Kwa hiyo wewe ndiye mshiriki, wewe na mimi ndio tunaitwa account holder. Msingi mwingine wa muhimu sana hapa katika Cryptex ni insurance. Kumbuka, benki inatoa fedha zake kwa mtu asiyejulikana, na mtu huyu hana dhamana yoyote ambayo ameikabidhi benki. Kwa hiyo katika makubaliano au katika kuiunda Cryptex ili iwezekanike kwa mtu asiyejulikana kupewa mkopo, basi kuna kampuni ya bima ambayo hii tunaita ni kampuni washirika. Kampuni hizi ndizo zimeweka dhamana kwamba iwapo mfumo hautafanya kazi vizuri au hasara yoyote itatokea katika mfumo, basi zile fedha zilizotolewa benki zitarejeshwa na kampuni hii ya bima. Kwa hiyo benki ina amani, kwa maana ya kwamba chochote kitakachotokea, basi mkopo ule uliotolewa una bima. Kampuni hii ya bima inalipwa, haifanyi hivi bure, inalipwa kila mwezi na inalipwa bila kwenda kudai. Nitaonyesha vizuri katika slide zinazofuata. Na benki ndio component ya mwisho, ambapo hii ndio imekubaliana kupokea fidia. Kulingana na fidia ambayo bima ingetoa, basi benki ikakubali kutoa ile mitaji ambayo tumeonyesha pale, iwapo utachagua mkataba wa miaka 3, 5 au 7. Benki nayo haitoi pesa hizi kama msaada, huu ni mkopo, na hiyo ndio biashara ya benki, kutoa mikopo. Kwa hiyo benki pia inachukua sehemu ya faida kila mwaka kama nitakavyoonyesha huku mbeleni. Kwa hiyo natumaini ndugu mabibi na mabwana, wahudhuriaji wote hapa, tunaelewa vizuri sasa jinsi mradi huu ulivyotengenezwa. Na hii ni concept ambayo wengi walishindwa kuielewa siku za nyuma na wakaupuuza mradi huu. Ni wachache ambao waliuelewa, lakini bado walifanya kama kujaribu. Sasa hivi majuto walionayo ni kwamba kwa nini tuliweka tulibipu. Kwa nini tulibipu? Kwa sababu waliweka mkataba mmoja, siku zikatimia na wakalipwa, lakini walikuwa wana nafasi ya kuwa na mikataba mingi na kutengeneza pesa kubwa zaidi. Lakini ni kiasi gani walitengeneza au ni kiasi gani unaweza kutengeneza, tutaenda kuona vizuri hapa. Lakini muunganiko huo ambao nimeuzungumzia hapo unamaanisha kwamba wewe unaweza kutengeneza kipato kikubwa sana, lakini si wewe pekee, bali pande zote 4, kama nilivyotangulia kusema kwamba Cryptex ni win win win. Kila mshiriki anatengeneza pesa za kutosha, na jambo kubwa kuliko yote ni kwamba hakuna yeyote aliyeko kwenye riski. Kwa hiyo
Hii ndio project pekee ambayo unaweza kutengeneza fedha nyingi sana bila riski. Tunaenda kutazama yale matarajio. Unaweza kupata nini? Yaani utegemee nini iwapo utakuwa umejoin katika project hii ya Cryptex na umelipa $100. Hapa nilikuwa naenda kuonyesha mtu ambaye amechagua mkataba wa miaka mitatu. Ikiwa umechagua mkataba wa miaka mitatu, basi unaweza kutengeneza nini? Kwanza hapa panaonyesha mtaji utakaopewa ni $30,240. Kila mwisho wa mwezi zitatoka $210 kwenda katika bima na zitatoka $30 kama handling fee. Kwa hiyo utaona kila mwezi utatolewa $230. Hizi zitatokana na faida yako, faida ambayo inazalishwa. Lakini kila mwisho wa mwaka 6.75% itaenda benki. Haya ni makato ambayo hutolewa kila wakati. Kwa hiyo kwa lile swali kwamba wao wanapata nini, basi hizi ni fedha ambazo wao wanapata. Ni sehemu ya fedha za wazi kabisa, transparent, wanazipata wao. Sijui tumejibu hapo. So hapa utatengeneza kiasi gani? Nilizungumza kuhusu compounding na watu wengi wanashangaa kwa nini faida mtu anayopata ni kubwa sana. Ni kwa sababu ya compounding. Kumbuka faida unayotengeneza haizidi 0.3 kwa siku. Kwa hiyo utakuta hapa kwa mfano, hapa huu mfano tunachukulia wa 0.1. Tunachukulia wastani wa 0.1. Angalia hapa, kama umewekewa $30,240, sokoni siku ya kwanza ikakutengenezea faida ya $30.24. Maana yake wewe utakuwa tayari mtaji wako umeongezeka sababu ya compounding, kwamba faida inaenda kwenye mtaji. Mtaji wako sasa utakuwa ni $30,270, kwamba ni 30,240 jumlisha 30,000. No, jumlisha $30.24. Kwa hiyo utapata ni $30,270. Hizi ndizo zitaingia sokoni siku ya pili. Kwa hiyo kama zitatengeneza tena 1%, 1% ya siku ya pili ni kubwa kuliko ile ya siku ya kwanza. Hivyo ndivyo mchakato utaenda. Hii ndiyo compounding. Ndugu yangu, ukisikia compounding ni hatari. Kwa hiyo baada ya siku 1096 akaunti yako itakuwa imesheheni kitita cha $65,337, na hizi ni fedha ambazo tayari makato yale ya $310 yalikuwa yakikatwa kila mwezi, na 6.7% ilikuwa ikitolewa kila mwaka, na pesa hizi zilizobaki zinadaiwa tu kile kiasi ulichopewa na benki, $30,240, ambazo zikitolewa hapa utabakiwa na $35,097 kama faida. Na hizi pesa utaombwa, Cryptex wanakutumia email kukuomba withdraw na uzipeleke kwenye personal wallet yako. $35,097. Tukizileta Tanzania, basi tutapata zaidi ya shilingi milioni 90. Kwa hiyo huu ni mkataba wa miaka mitatu. Mkataba wa miaka mitano. Mkataba wa miaka mitano, kiasi cha kuanzia utapewa $43,200. Bima wao watachukua $300 kila mwezi, na handling fee ni ile ile $30. Kwa hiyo kwa wale waliochagua mikataba ya miaka mitano na miaka 7, msishangae kwamba mwisho wa mwezi mtakuta pale pamechukuliwa kiasi cha $330. Kila mwisho wa mwezi zitachukuliwa $330, na mwisho wa mwaka 5.5% itarudi bank. Na mwisho wa mkataba nini kitatokea baada ya compounding kufanyika? Basi siku ya mwisho, siku ya 1824, akaunti yako itakuwa imesheheni kiasi cha $514,687. Tutatoa zile fedha za benki $43,200. Faida itakayokuwa imebaki ni $471,487. Unaweza kuona tofauti kubwa sana kati ya mkataba ule wa miaka mitatu na miaka mitano. Hapa una uwezo wa kutengeneza $471,000 ndani ya miaka mitano kwa mkataba mmoja tu ambao umeulipia $100. Kwa hiyo haya ndiyo matarajio. Na huu mkataba, kuna mkataba wa miaka 7
ambapo ni mwendelezo wa huu hapa, wenyewe unakupa mpaka dola 1,500,000 baada ya miaka 7. Kwa hiyo kama unafikiria kuwa na miradi mikubwa baadaye, kuwa na hali bora sana ya uchumi baadaye, Cryptex ni moja ya suluhisho ambalo unaweza kuchagua leo. Sasa tutazame hapa kwa ufupisho kile ambacho nimeelezea. Nimesema hivi, tuangalie mkataba wa miaka 3. Fedha zetu zinawekwa wapi? Zinazalishwaje? Tazama hapa. Hapa tuna Cryptex kama smart contract. Programu maalum ambayo imetengenezwa kumanage kila kitu kinachofanyika, ikiwa imewekwa ndani ya blockchain. Hii programu inamtambua mtu ambaye anaitwa ni wallet holder, yani wewe na mimi, baada ya kulipia dola 100 na zikaingia kwenye smart contract. Dola 100 zile zikishaingia pale, mfumo utatuma signal benki kuonyesha kwamba kuna mteja mpya ambaye tayari amequalify na amechagua mkataba wake, na kama ni wa miaka 3, benki itakuwekea kwenye wallet yako dola 30,240. Fedha zile zitakapoingia, smart contract itazichukua na kuziingiza kwenye blockchain, yani kufanya proof of stake. Ndio zimewekwa kwenye staking pale, na hapa zitakutengenezea faida kila siku, 0.1 mpaka 0.3 kama faida, haizidi hapo. Hiyo ni ya kila siku, lakini faida ile inarejeshwa kuunganishwa na mtaji, ambapo hii tunaita ndio compounding, kwamba kila siku faida inayopatikana inajumlishwa kwenye mtaji. Upande mwingine pale, hayo yamewezekana kwa sababu kuna kampuni ya bima ambayo imeingia makubaliano na benki wa shirika kwamba yenyewe itasecure kila mtaji utakaotolewa, na mwisho wa mkataba na iwapo lolote baya litatokea, basi fedha za benki zitarejeshwa, na itarejesha kiasi ambacho ilikubaliana, kiasi cha dola 30,240. Kwa hiyo wewe kama wallet holder unakuwa risk free, hautadaiwa kiasi hiki. Lakini chochote kisipotokea, basi wewe utakuja kuambulia nini? Haya ni matokeo. Baada ya miaka 3, akaunti yako itakuwa inasoma dola 65,000 hivi na 337, ambapo dola 30,240 zitarejeshwa katika benki kwa sababu ni mkopo. Lakini pia zile zilizobakia sasa, kiasi kinachobakia, yani dola 65,337, tunatoa dola 30,240, zinasalia dola 35,097, na hizo ndizo pesa zako. Hicho ndicho kiwango ambacho umezalisha kwa uvumilivu wako wa miaka 3 katika Cryptex. Kwa hiyo hapa tunawekeza muda, hatuwekezi fedha. Tunawekeza muda, fedha utazikuta humo, mtaji utaukuta humo. Wewe tafuta kianzio, shilingi ngapi? Dola 100 au shilingi 300,000 zinatosha kabisa kukutengenezea fortune yako kupitia mradi huu wa ajabu kabisa kuwahi kutokea. Nafikiri tuko pamoja. Sasa unaweza kuona hapa jambo kuu ni nini? Ni muda. Ukiwekeza kwa muda mfupi, matokeo ni haya hapa, miezi 3. Lakini ukiwekeza kwa muda mrefu, miaka 5, matokeo yanakuwa haya hapa, dola 471. Ukizidisha kwa T-shillings, hapa unapata bilioni na zaidi ya B ya Kitanzania. Lakini umegharamika kiasi gani? Ni zile zile dola 100 kwa kila mkataba. Ninatumaini umeanza kupata kama ni mara ya kwanza kupata hii presentation, unaanza kujiuliza nifanye nini? Labda una dola 100, au nikipata dola 100 nichague wapi sasa? Basi habari njema ni kwamba unaruhusiwa kuwa na akaunti zaidi ya moja. Na kabla sijakuelezea vizuri hivyo, tazama hapa kuna baadhi ya shuhuda. Shuhuda hizi zipo sana mitandaoni sasa hivi, lakini mwanzoni ilikuwa ni ngumu kuzipata. Kwa hiyo mimi siwalaumu sana wale watu ambao hawakuingia Cryptex zamani walipopata fursa, kwa sababu walitaka kuona shuhuda. Ingawa kwa sisi tunaoamini mifumo, shuhuda si kitu cha maana. Kitu cha maana ni jinsi system inavyofanya kazi. Yani sisi tunaamini system. Ni kama wale ambao walimiliki Bitcoin mapema kabisa, waliamini mfumo. Na hao ndio matajiri wakubwa sana leo. Unaweza kuona Bitcoin ilipofikia. Kwa hiyo wale walioipata Cryptex mapema wakaamini system ndio matajiri wakubwa pia leo. Wana Bitcoin nyingi sana kwa sababu Cryptex inakulipa kwa Bitcoin.
kama hujawahi kukamata Bitcoin, unaisikia na unaiona, basi una nafasi ya kumiliki Bitcoin za kutosha kupitia huu mfumo. Hizi ni baadhi ya shuhuda, naweza kuona hizo ni withdraw. Hii hapa ni tarehe 18 Mei. Huyu aliweza ku withdraw $96,700. Hizi hapa ni shuhuda za withdraw nyingi. Unaweza kuona withdraw. Pesa nyingi sana hizi hapa, $96,000, $90,000. Ni mtu mmoja tu huyu jamani, ametengeneza hizi pesa zote. Hii inawezekana katika Cryptex. Hizi hapa shuhuda zingine, $100,000, $112,000, $150,000. Huyu ni mtu mmoja anatengeneza hizi pesa zote. Yes. Huu hapa ni ushuhuda latest mwaka 2021. Unaweza kuona $488 zimeenda kwenye wallet ya mteja. Hii hapa ni ushuhuda mwingine, $403,300 zimeenda kwenye wallet ya mteja. Hizi hapa Bitcoin 10. Wakati huyu mtu ana withdraw, Bitcoin ilikuwa kwenye $40,000 hivi. Na huyu ni moja ya mtu ambaye tunasema shuhuda wake ulitia fora kwa sababu yeye alilazimishwa, yani alinunuliwa mkataba kwa kulazimishwa. Alileta ubishi, rafiki yake akamwambia wewe leta ubishi lakini $100 nitakupa mimi, akamnunulia mkataba. Yule bwana akasahau, akaja akakuta email inamshauri inamuomba aka withdraw, testi, mzigo ukaingia kwenye wallet. Alirekodi ushuhuda ambao tunashare kwenye magroup kila siku. Wewe pia una nafasi ya kuona. Nitaomba viongozi tuposti tena kwenye group ili watu waweze kuona ushuhuda wa huyu bwana. Utajifunza mambo mengi hapa. Sasa huyu alikuwa na rafiki wa kumsaidia, wa kumlazimishia. Wewe kama wewe sijui kama una rafiki wa hivyo ambaye anaweza kukuambia wewe umeleta ubishi lakini nakulazimishia mkataba, basi kama huna, pambana, hakikisha unanunua mkataba wako angalau mmoja. Yes. Nilisema kwamba unaweza kuwa na mkataba zaidi ya mmoja. Kwa wale ambao walikuwa wanawaza sasa nawezaje kuwa na mkataba, nahitaji wa miaka 3 ili nile hela haraka, lakini hiyo hela itakuwa ni ndogo, nahitaji pia wa miaka 5. Unaweza kuwa na mikataba yote. Na unaweza kuwa na mikataba 80 sasa hivi kwa update mpya. Kwa hiyo uchaguo ni la kwako. Lakini bado kuna mambo mazuri. Angalia hapa kuna special package. Kwa wale ambao wanafikiria kwamba wanaweza kurisk $1,000 tu, utapata contract 15 badala ya contract 10, tena ni za miaka 3. Hii ni special package ambayo iko kama offer. Ukifuatilia ushuhuda wa huyu bwana, alinunua wakati huu mkataba wa miaka 3 ulikuwa unalipa $200,000. Na huyu bwana alinunua mkataba mmoja akapewa mwingine wa ziada. Ndio ofa iliyokuwepo wakati huo. Hii kaisha. Kwa hiyo hii iliyoko sasa hivi inakuwezesha kununua mikataba 15 kwa $1,000. Hii special package itakupa kiasi gani ndani ya miaka 3? Kumbuka nilisema mkataba wa miaka 3 utakupa $35.97. Sasa zidisha hii mara 15. Ndio kiasi ambacho utapata kwa huu mkataba, ambapo hapa ni $526,455. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza bilioni zako mapema, unaweza ukajitosa na $1,000 kama shilingi milioni 3 hivi, haizidi hapo, ukakamata mkataba wako huu hapa, na baada ya miaka 3 utaona nini kitakutokea. Kama mfumo umelipa kuanzia mwaka 2016 mpaka leo hatujaona mtu yeyote anayeulalamikia, basi tunatumaini pia sisi ambao tunaingia katika mfumo huu leo tutafanikiwa pia, kwa sababu Cryptex sio kampuni. Cryptex haina CEO. Cryptex ni mfumo kama ulivyo Bitcoin, na jambo la kupendeza ni anonymous. Hakuna yeyote anayeweza kuiattack. Hii hapa ni moja ya stunning screenshots. Yani inashtua na inakufanya uwaze mara mbili, hasa yule ambaye anasema labda hii ni scam, labda wanataka kuniibia $100 zangu. Angalia huyu mtu hapa ni member kama wewe, lakini mpaka leo amesha withdraw zaidi ya $1,022,422. Hii ni $1,000,000 USD. Hizi hapa ni unlocked. Ukiona unlocked, kwa wale ambao tayari ni member, hizi ni fedha ambazo zimefunguliwa tayari, unaweza kuziwithdraw. So huyu bwana ameshatoa a lot of money hapa. Sijui scam gani mliona inaweza kumlipa individual person zaidi ya $1,000,000. Na hapa ukiangalia utaona mshale nimeweka hapa, tayari kuna contract zake 6 ambazo tayari zimemachua.
contract 6 ameshavuna pesa zake, na hapa kuna contract zingine 21 ambazo bado zina run. Imagine huyu mtu atatoa kiasi gani hizi contract zote zitakapokuwa zimekamilika. Atakuwa ametengeneza billions of money. Huyu ni mtu mmoja tu kati ya maelfu ya watu. Niwaambie, iwapo utafanikiwa kuingia kwenye Zoom meeting za wale wanaoifanya Cryptex kutoka bara Ulaya, utazame sura zao, na kuambia utajilaumu. Utajilaumu kwa kwamba ulikuwa wapi hukuielewa hii project. Ni kweli kabisa. Wale watu wanaiheshimu na wako very very serious kwa sababu wanatengeneza pesa nyingi. Unaona watu wanakuja kutalii huku wanatumia pesa bila kikwazo. Yaani wana hela kwa kweli. Kumbe siri za kupata pesa sasa tunaanza kuzipata na sisi kwa sababu ya utandawazi. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya utandawazi, na tunapopeana connection kama hizi, basi msichukulie poa. Kuna wakati hamtapata mtu yoyote online wa kuwafundisha hivi vitu. Sisi tumeamua kwamba ni lazima watu wengi waijue hii project Tanzania kabla hatujaacha kuifundisha. Labda wengine watakuja kuifundisha baadaye. Kwa hiyo take it serious guys. Kama unafikiria kwamba unataka kutengeneza future, basi jaribu kuiona Cryptex pia. Mpaka hapo nimekueleza kila kitu kuhusu Cryptex, hasa kuhusiana na mfumo unavyofanya kazi. Nimebakiza kukuelekeza kipengele kimoja tu ambacho kinakuwezesha wewe kutengeneza pesa hadi leo. Kwa sababu unajua kuna watu wanasema nitakuwa nakula nini? Unatamani yani sasa Cryptex iwe mali yako, lakini unafikiria nitatengenezaje pesa za ziada. Hilo linawezekana. Ndugu zangu, ninakuwa very excited sana hivi kwa sababu ninajua kile ninachokileta hapa ni kitu chenye thamani na kimewasaidia watu wengi, na ninakuwa excited kwa sababu naamini kabisa wote mliohudhuria hapa, in few years to come, miaka michache ijayo, mtanikumbuka. Mtanikumbuka kwa sababu mtakuwa na pesa nyingi. Naamini kwamba mtakuwa na pesa nyingi kabisa kabisa. Mtakuwa mmetoka kwenye umaskini, lakini hiyo itawezekana tu iwapo utachukua hatua. Sasa twende kwa wale wasio wachoyo. Wale watu ambao wanapenda kushiriki vitu vizuri na watu wengine. Kwa sisi wa Kristo kuna mstari kwenye Biblia unasema usiwanyime watu mema iwapo una uwezo wa kuwapa. Na sisi baada ya kuielewa Cryptex tulisema tutaiwapa wote ambao wako tayari kuipokea. Lakini wale waliotengeneza Cryptex walisema la hasha, baraka tunaziweka humu ndani ya mfumo, kwamba wale wote ambao watawaeleza wengine kuhusu projekti hii, basi wasilale njaa hata siku moja, na wala familia zao zisikaukiwe kipato. Unaamini hilo linaweza kukutokea leo katika familia yako? Ndiyo. Iwapo utanunua mkataba wako mmoja wa Cryptex, haulazimiki kusubiri miaka 3 ndio uweze kuona pesa. Unaweza kuanza kuona pesa instantly pale ambapo utaanza kushiriki habari hizi na wengine, pale utakapoanza kuwaalika katika Zoom kama hivi, pale ambapo utaanza kuwapigia simu na kuwaeleza jinsi Cryptex inavyofanya kazi, pale utakapokaa na kuanza kuwafundisha kufungua contract zao na kuzimiliki, utaanza kulipwa pesa nyingi sana. Pesa hizo zinatoka wapi na utalipwaje? Twende pamoja. Sasa hapa kuna njia 3 za kuongeza mapato yako. Njia ya kwanza tunaita ni direct commission, njia ya pili tunaita ni daily profit sharing, na njia ya 3 inaitwa leader commission. Hizi ni njia za kukuongezea kipato wewe ambaye uko tayari kuwajuza wengine kuhusu Cryptex. Twende moja kwa moja tuangalie hapa kwa kitu kinaitwa direct commission au kamisheni ya moja kwa moja, kipato cha papo kwa papo. Hichi kinatokana na zile dola 100 ambazo mtu uliyemwalika amenunua nazo mkataba. Na iwapo wewe umenialika mimi kwa kunipa link yako, mimi kwako ninaitwa level 1 au ni mtoto, tumtumie neno mtoto au kizazi chako cha kwanza. Nikinunua mkataba wangu mmoja, 30% ya ile dola 100 itakuja kwenye akaunti yako papo hapo, na unaruhusiwa kuifanya chochote kuanzia muda huo. Haiko locked, iko unlocked. Unaweza withdraw na kuitumia
ikaanza kukurahisishia maisha. Lakini mimi kama kizazi chako cha kwanza, nikimjulisha rafiki yangu ambaye atakuwa kwangu mimi ndio kizazi cha kwanza, mimi nitalipwa 30%, na wewe ambaye ulinipa mimi biashara, system inasema lazima uendelee kula, utapata 5%, na utalipwa mpaka wajukuu wa kizazi chako cha 10. Kwa mpango huu hapa, kizazi cha pili na cha tatu na cha 4 utalipwa 5%. Hapa ndio pale ambapo unaanza kuona pesa zinaingia kwenye akaunti yako bila kujua zimetoka wapi, kwa sababu mtu akishaelewa vizuri Cryptex ataendelea na kazi. Lakini kizazi cha 5 na cha 6 utalipwa 4%, na kizazi cha 7 mpaka cha 10 utakuwa unalipwa 3%. Pesa hizi kuingia kwenye akaunti yako na ziko tayari kwa matumizi. Sasa wazia mtu akinunua mkataba wa akinunua special package, maana yake utapata 30% ya dola 1000, utapata dola 300 papo hapo. Sasa kwa nini usiwaambie wengine kuhusu Cryptex? Unafikiri kwamba rafiki yako, jirani yako akifanikiwa kiuchumi kuna kosa? Hilo sio kosa. Kwa nini? Ni kwa sababu unapokuwa na jamii ya watu wenye uwezo kama wa kwako, unakuwa salama. Lakini iwapo wewe ni tajiri peke yako mtaani, wenzako wote ni maskini, hauna usalama. Hautalala usingizi. Wao hawalali usingizi watafute chako kukunyang'anya, na wewe hulali usingizi ukijilinda na kile ulicho nacho. Kwa hiyo twende tuambie kila mmoja kuhusu Cryptex, alafu atafanya maamuzi peke yake. Sasa hapa fikiria jambo moja, kumbuka ametoa dola 100, alafu imefyekwa 30, 5 5 5 4 4 3 3 3, karibia ile 100 inaisha hapa. Ile 100 inakaribia kuisha hapa. Inabaki kidogo, na zile kidogo nitaonyesha tena zinapoenda, ili muanze kuwaza kwamba kweli Cryptex inawezaje kuwa ni scam. Tuache hapa kwanza, tuje hapa kwenye daily profit sharing. Iwapo wewe una mkataba wako, alafu ukashiriki biashara, wale watu uliowashirikisha biashara wote wanatengeneza faida kila siku zinazotokana na zile staking. Ile mitaji waliopewa inawazalishia faida. Sasa mfumo umetengenezwa kwamba wakugawiepo na wewe upate gawio la faida, na yule wa kizazi cha kwanza atakugawia faida 8%. Kizazi cha pili mpaka kizazi cha 4 atakugawia faida 5%. Kizazi cha 5 mpaka kizazi cha 8 watakugawia 4%. Kizazi cha 9 mpaka kizazi cha 12 watakugawia 3% za kile wanachoingiza kila siku. Kizazi cha 13 mpaka kizazi cha 16 watakulipa 2%, na kizazi cha 17 mpaka cha 20 watakulipa 1% ya kile wanachokipata. Sasa hizi ni pesa nyingi sana. Utazipata lini? Hizi pesa wamesema hapa paid at the end of the contract. Umenishirikisha mimi. Leo nina withdraw pesa zangu kutoka Cryptex. 8% ni mali yako. Haikatwi kwenye mapato yangu, lakini system itakuriwadi 8% ya fedha zinazolingana na zile ambazo mimi nimetoa. Lakini sio mimi pekee umenishirikisha biashara. Umewashirikisha wengi hapa level 1, wengi kadri uwezavyo. Level 2 kunako wameshirikishana. Hebu niambie, wewe una nafasi ya kuwa maskini tena? Yaani hapa ni pale ambapo pesa zinakutafuta. Yaani wewe hata ujifiche wapi, pesa hizo zinakutafuta. Hapa ni mahali ambapo tunapozungumza leo, wale ambao tulianza Cryptex mwezi wa 4 na tukasema acha tuwajulishe watu, tayari kuna watu wameshatengeneza zaidi ya dola 200,000, 300,000 kwenye system. Zinasubiri tu hawa watu contract zao zikomae na wao waanze kuwithdraw. Sasa hii inamaanisha kwamba utakuwa una withdraw pesa karibu kila siku kitita, kwa sababu watu pia hawajoini kwa siku moja. Kwa hiyo kila anayemaliza mkataba fungu lake linakuja. Kila anayemaliza mkataba fungu lake linakuja, linakuwa unlocked. Ndugu zangu, huu mfumo tusiufanyie mzaha. Nimemaliza hapo kwenye daily profit sharing, twende kwenye leader bonus. Katika mfumo huu walitengeneza wakasema wale ambao watakuwa wanafanya kazi kwa bidii tuwatambue kama viongozi.
ili tuweze kuwapa mapato ya ziada ambayo yatawawezesha kufanya mengi zaidi katika kuikuza hii project ili watu wengi zaidi duniani waifahamu. Na utawezaje kuwa leader au utafikia kuwa leader kwa vigezo gani? Kigezo cha kwanza, unapaswa kuwa na watu 100 direct. Yaani kama wewe umesha sponsor mtu mmoja, hakikisha unaendelea mpaka wafike watu 100 ambao wamenunua angalau mkataba mmoja. Angalau mkataba mmoja. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili, unapaswa kuwa na timu ambayo volume ya mikataba walionunua inafika $100,000, ambapo ni mikataba 1000. Yaani timu yako kuanzia yule uliyemshirikisha wa kwanza na kizazi chote bila kujali kimefika level ngapi huko chini, mikataba ile inayonunuliwa ikifika $100,000, yani ikifika mikataba 1000, basi hicho ni kigezo cha wewe kuwa leader. Na utakapotambuliwa kuwa leader, mema yafuatayo yatakuandama. Mema ya kwanza, utawekewa $5,000 katika akaunti yako ya Cryptex. $5,000 zitaingia pale na zitakuwa unlocked kama unavyoona hapa. Hii ni akaunti ya mteja, amekuwa leader, unaweza last leader reward $5,000 hizi hapa. Zimechanganyikana na masalio mengine hapa, ziko 5,426. Hizi pesa amezipata baada ya kuwa amekuwa leader. Na nini cha ziada utapata baada ya kuwa leader? Baada ya kuwa leader sasa utakuwa unapata mshahara kila mwezi. Pesa unazolipwa kwenye mshahara zinatoka wapi? Utaongezewa 5% ya kipato kwa kila mkataba unaolipwa kuanzia level ya kwanza mpaka ya 10, na kuanzia level ya 10 na kuendelea utakuwa unapata tena 5% ya kila mkataba unaonunuliwa. Kumbuka, kabla hujawa leader unapata commission mpaka kizazi cha 10. Lakini utakapokuwa leader utapata 5% za ziada kwa kila mkataba kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha mwisho. Na kizazi cha mwisho ni cha ngapi? Hakipo. Wanasema to infinity. Ndugu zangu, hapa bado utakuwa maskini. Kwa hiyo iwapo leo utaielewa Cryptex na ukasema wacha niweke nguvu yangu hapa mpaka niwe leader, basi ndani ya miezi 2-3 utakuwa umefikia hizi qualification na hawatakutambua tena kwa sababu pesa itakuwa inakukimbiza, pesa itakuwa inakutafuta huku na kule. Basi tuwazie, hizi pesa zote zinaenda wapi? Hizi zote zinatoka wapi? Hizi $5,000 mpaka kizazi cha mwisho $5,000 zote zinatokana na ile $100. Sasa $100 inatosha? Watu fulani wakapiga hesabu wakakuta kila $100 inayoingia kwenye mfumo zinachomoka 140 papo hapo, ambazo watu wanaziwithdraw. Zinaingia 100, zinatoka 140. Kwa hiyo wakabaki wanajiuliza, kama hizi fedha zinazotengenezwa hapa kutokana na kama mikopo sio ya kweli na kama DeFi si ya kweli, hakuna kinachozalishwa kwenye system, wanategemea ile $100, je, hii ingewezekana? Jibu ni wazi kabisa kwamba hii system ingesha collapse zamani, na hakuna mjinga yoyote anayeweza kutengeneza scam ambayo inatoa pesa zaidi ya kile kinachoingia. Kwa hiyo tuna kitu cha pekee, tunaweza tukaamua kushirikiana, tukakithamini. Lakini Zoom kama leo, tukisikia Zoom kama leo tukajaza. Tumelipia Zoom ambayo inaweza kubeba zaidi ya watu 100. Yaani tukajaa, tuhakikishe kwamba na sisi tuna take advantage. Watanzania, wa Kongo, Wanyarwanda na wote wanaozungumza Kiswahili, tuwape fursa hii kwa lugha ya kwetu ili waweze kufanya maamuzi pia. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, mimi niwashukuru sana kwa uwepo wenu kwenye presentation yetu ya leo. Mimi naweza kusema kwamba nimemaliza kile ambacho niliagizwa niweze kuwaletea leo.